Bwana Yesu asifiwe sana. Watu ambao mnakuwa mnafuatilia kutoka pande zote, nimempendeza Mungu tena tuwe na kipindi ambacho kitakuwa msaada kwa ajili ya maisha yako na tutapata kujifunza vitu vingi sana. Leo tena tumekuja tuzungumze neno la Mungu pamoja na wewe, na uendelee kufuatilia popote ulipo kupitia akaunti zetu za Sauti ya Ukombozi kwa watu wote. Tunapatikana kwenye akaunti hizo Instagram, YouTube, Facebook, tutakuona hapo TikTok, lakini tunakuwa na neno la Mungu ambalo tunaamini kupitia neno la Mungu watu wanafunguliwa na watu wanapata mawazo mapya kwa kupitia neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Leo ujumbe nilionao ambao ninakuletea unasema hasara za kulipa kisasi. Hasara za kulipa kisasi. Kwenye maisha ambayo tunaishi kuna mambo mengi ambayo yanatokea ya kuumiza. Kuna mambo mengi ambayo yanatokea kwa watu tofauti tofauti na kwenye maeneo tofauti tofauti. Wapo watu ambao wanakuwa wameumia kwenye familia, wapo watu ambao wanakuwa wameumia kwenye ndoa zao, wapo watu ambao wanakuwa wameumia makazini, wapo watu ambao wanakuwa wameumizwa na marafiki. Mambo mengi yanatokea kwenye maisha ya watu, lakini maisha ya kumwamini Mungu ni maisha ya kumtegemea Mungu katika kila jambo. Na tayari ukiwa mtu ambaye unamwamini Mungu kwenye mambo yako, basi utamtegemea Mungu kwenye mambo yako yote. Na kama utakuwa ni mtu ambaye unamtegemea Mungu kwenye mambo yako yote, basi unategemea ndani yako utakuwa na imani ya kwamba Mungu pekee ndio anastahili kulipia kisasi juu ya watu wote wanaokuwa kutendea mambo yaliyo mabaya. Kwa hiyo maisha ya kumwamini Mungu ni maisha ya kumtegemea Mungu kwenye kila jambo. Na ukianza kumtegemea Mungu, hautahusika wewe kulipa kisasi juu ya watu ambao wamekuumiza, lakini utamwacha Mungu yeye ahusike na watu ambao wanakuwa wamekuumiza. Watu wengi tumekuwa tukikosea kwa sababu ya kwenda kulipa kisasi. Na leo nitazieleza hasara za kulipa kisasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wacha nisome kwanza neno la Mungu kwenye kile kitabu cha Waebrania sura ya 11 na mstari wa 6. Biblia inasema, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko, na aamini kwamba huwapa thawabu wote wale wote wamtafutao. Aamini kwanza, mtu anayemwendea Mungu aamini kwanza kwamba Mungu yupo, lakini jambo la pili, aamini huyo Mungu anawapa thawabu watu wote wanaomtafuta au wanaomfuata. Kwamba pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Kwa mtu yeyote unayenisikiliza popote ulipo, kama utakuwa kwenye maisha yako unamwamini Mungu, tunaamini kwenye hayo maisha yako unamtegemea Mungu. Na kama unamtegemea Mungu, epuka kulipa kisasi. Epuka kulipa kisasi. Watu wanaweza kuwa wanakutendea mambo mabaya, epuka kulipa kisasi. Na umruhusu Mungu ahusike kwenye jambo lako. Bwana Yesu asifiwe sana. Nafungua andiko lingine tena kwenye kitabu cha Mathayo mtakatifu ile sura ya 18. Mathayo mtakatifu 18 na mstari wa 7.
Biblia inasema hivi, oleni wa ulimwengu, ole ni wa ulimwengu, kwa sababu ya mambo ya kukosesha, maana hayana budi kuja mambo ya kukosesha. Lakini ole wake mtu yule aletaye jambo la kukosesha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema ole wa ulimwengu kwa sababu ya mambo ya kukosesha. Kwa sababu mambo ya kukosesha hayana budi kuja. Neno hayana budi maana yake ni lazima yatakuja. Kama mambo ya kukosesha lazima yatakuja, maana yake hapa anasema kwamba ole sasa kwa sababu ya hayo mambo ya kukosesha. Ole wa ulimwengu. Biblia haianzi kumuonya mtu ambaye amemkosesha mwenzie. Inaanza kumpa ole aliyekoseshwa. Anasema oleni wa ulimwengu kwa sababu ya mambo ya kukosesha. Yaani inaanza kumpa ole aliyekoseshwa. Alafu anaendelea mbele anasema lakini ole wake mtu yule aletaye jambo la kukosesha. Lakini ameanza na wale kwa sababu kwenye kukoseshwa anayeanza kuumia si aliyekukosesha. Anayeumia sana ni yule aliyekoseshwa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ikiwa maisha yako ni maisha ya kumwamini Mungu na kumtegemea Mungu katika kila jambo, ukiwa unamwamini Mungu na kumtegemea Mungu katika kila jambo, unatakiwa kubeba kitu ndani yako kinaitwa kusamehe. Na kusamehe ni dawa ya wewe, sio dawa ya yule unayemsamehe. Kwa sababu aliyekoseshwa ndiye anayeumia. Aliyekosesha anaendelea na mambo yake. Sasa yale maumivu unamsamehe mtu au unasamehe jambo kwa ajili ya wewe kupona. Watu wengi leo wanaumwa vidonda vya tumbo, wanaumwa pressure kwa sababu ya yale makwazo ambayo yamekaa ndani ya mioyo yao na majeraha yaliyokaa ndani ya mioyo yao pasipo kupona. Ndio maana nasema hasara za kulipa kisasi. Ukikaa na jambo kwa muda mrefu ndani ya moyo wako, linakuwa kidonda ambapo linakutengenezea namna ambavyo unaweza kulipa kisasi. Sasa ukilipa kisasi, hasara zake utaziona. Ikiwa wewe unamwamini Mungu na kwenye mambo yako ambao watu wamekosea, watu wamefanya juu ya maisha yako, unaamua ulipe kisasi na huku na Mungu unamwamini Mungu, kuna hasara nyingi ndugu yangu utazipata. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwenye kitabu cha Warumi, kitabu cha Warumi sura ya 12, twende pamoja na mimi. Warumi 12, kitabu cha Warumi 12 na mstari wa 19. Neno linasema hivi: wapenzi, msijilipize kisasi, bali ipisheni ghadhabu ya Mungu, maana imeandikwa, kisasi ni juu ya Mungu, kisasi ni juu yangu mimi nitalipa, asema Bwana. Narudia tena, wapenzi, msijilipize kisasi, bali ipisheni ghadhabu ya Mungu, maana imeandikwa, kisasi ni juu yangu mimi nitalipa, asema Bwana. Unaona andiko linapozungumza kwamba wapenzi, Mungu anasema wapenzi, msijilipize nyinyi kisasi, ila ipisheni ghadhabu ya Mungu. Kisasi ni juu yangu mimi nitalipa, asema Bwana. Kwa Mungu ndiye atakaye kulipia wewe kisasi. Wewe unayemwamini Mungu, wewe unayemtegemea Mungu, haijalishi umetendewa jambo gani, kisasi ni juu ya Bwana. Anasema ipisheni ghadhabu ya Mungu. Manake kwa wale ambao wanakutendea jambo ambalo si jema, si zuri, halifai kwako, Mungu anakuwa na ghadhabu juu ya jambo hilo. Sasa na ili ghadhabu ya Mungu ifanye kazi juu ya wale waliokukosea, wewe ndio utakayeipisha ghadhabu ya Mungu itende kazi. Utaipishaje ghadhabu ya Mungu? Utaipisha ghadhabu ya Mungu
kwa kuto kulipa kisasi. Na kama utakuwa haulipi kisasi, utarudi we moyo wako kuachilia, na hiyo ni tabia ya Mungu kabisa. Tabia ya Mungu si kwamba Mungu akasiriki, si kwamba Mungu hawamtendei mambo mabaya. Watu wanamtendea Mungu mabaya, lakini Mungu anaumia kwa mabaya, alafu anaachia hapo hapo. Akiachia, maana yake ubaya utarudi juu yako mwenyewe. Lakini utakaporudi kwa Mungu, alishakusamehe zamani sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa anasema ipisheni ghadhabu ya Mungu, maana kisasi ni juu yake, yeye atalipa. Kwa kama unamwamini Mungu, amini Mungu atakulipa juu ya watu wowote wakutendeao jambo lolote lisilofaa. Yeye ndio atakayelipa. Kazi yako wewe ni kumlingana Mungu na kumtafuta Mungu na kumuomba Mungu. Yeye anajua wakutendeao mabaya. Usiinuke ukachukua shoka, ukachukua upanga. Ipishe ghadhabu ya Mungu. Yeye ni mwaminifu, yeye atalipa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sasa, zipo hasara unaweza kuzipata kwa kuamua ngoja nilipe kisasi. Kitendo cha kulipa kisasi, kwanza umemfanya Mungu hawezi kupigania hiyo vita. Umeamua kusema huyu Mungu hawezi kupigana, uacha nipigane mwenyewe. Sasa ukienda kupigana mwenyewe vita yoyote pasipo Mungu, utashindwa. Kwa hasara ya kwanza, utashindwa vita. Vita yoyote ambayo unaona Mungu hawezi, ukaingia wewe ulingoni, utashindwa vita. Hiyo ni hasara ya kwanza kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kama utashindwa vita kwa sababu ya kulipa kisasi, maana yake Mungu atakuwa hayuko pamoja na wewe tena. Nafungua tena andiko lingine kwenye kitabu cha Wakorinto. Kitabu cha Wakorinto wa pili. Wakorinto wa pili, sura yake ni ya 10. Mstari wa 3 na kuendelea hapo kidogo. Anasema, maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Anasema ingawa sisi tunaishi katika mwili, na hata wanaokukosea wewe wanakukosea kwa jinsi ya mwili, lakini silaha za wewe ambaye umeamini Mungu na umetegemea Mungu katika kila jambo, silaha zako wewe si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu. Wewe lazima kwenye vita yoyote urudi katika Mungu. Na utakaporudi katika Mungu, vita yako utakapopigana wewe, utapigana kwa kumlingana Mungu. Utapigana kwa maombi. Utakapoomba Mungu, utakuwa umeipisha ghadhabu ya Mungu kuwaendea wale wanaofikiri vibaya kukuhusu, kuwaendea wale wanaopambana pasipo sababu juu ya wewe, kuwaendea wale ambao wamesimama kwa ajili ya kukuumiza. Kwa wewe silaha zako si za mwili, ila zina uwezo, na uwezo wake upo katika Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Uwezo wa silaha ulizonazo upo katika Mungu. Kwa wewe usilipe kisasi. Usichukue upanga kalipa kisasi. Usichukue maneno yako kwenda kumrushia mtu maneno. Hizo ni silaha za jinsi ya mwili. Unapokwenda kurushia maneno mtu, maana yake umesema Mungu hawezi kunipigania vita, wacha nipigane mwenyewe. Utashindwa vita. Mungu hawezi kunisaidia chochote, Mungu anachelewa kujibu, utashindwa vita. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hasara ya pili ya kulipa kisasi, hasara ya pili, unapolipa kisasi, hasara ya pili ni kwamba vita haitaisha. Hiyo ni hasara ya pili. Yaani mimi ngoja, yani hapa haiwezekani, lazima nipe kisasi. Vita haitaisha. Sasa si unapigana mwenyewe. Biblia inasema
moto unakufa kwa kukosa kuni, na bila mchochezi fitina ukoma. Kama moto huo unawaka, kama kuna mtu anasogeza nini, anachochea kuni, moto unaendelea kuwaka. Na bila mchochezi fitina ukoma. Kwa hiyo kama unakwenda kulipa kisasi, manake unachochea moto juu ya moto ambao ulikuwepo. Badala moto upo, unapoomba Mungu, adui zako wao wanahisi wamekushinda kwa sababu ya ukimya wako. Kwa sababu ya ukimya wako wanaona wao wamekushinda. Lakini kadri unavyozidi kuomba Mungu, Biblia inasema ipisheni ghadhabu ya Mungu juu ya jambo hilo. Wapenzi, msijilipize kisasi, lakini ipisheni ghadhabu ya Mungu. Kumbe hapo ambapo ungelipa kisasi, kumbe kuna ghadhabu ya Mungu. Ungempisha Mungu, angewalipa vizuri kuliko wewe ungevipi. Wewe unapiga ngumi moja, wewe unachukua upanga ukakate mguu mtu, lakini kumbe malipo ambayo Mungu angewalipa adui zako ni makubwa kuliko hayo unafikiri wewe ungelipa. Kuna hasara, wapendwa, ya kulipa kisasi, na kuna faida ya kusamehe na kuachilia. Kijifunza kusamehe na kuachilia kwenye maisha haya tunaoishi, ndugu zangu, yani ni wengi wanaotukosea, ni wengi wanaotuumiza, ni wengi wanaotutendea mambo ambayo, ni wengi wanatusaliti. Lakini dawa ya wewe kuendelea, ambaye umesalitiwa, ambaye umeumizwa, dawa ya wewe uendelee kusurvive, dawa ya wewe ni kusamehe na kuachilia. Alafu ukisamehe na kuachilia, umeipisha ghadhabu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakuwa umeipisha ghadhabu ya Mungu, ndio inaanza kutenda kazi. Wakati huo unapona madonda yako, unapona majeraha yako ambao umeumizwa. Oleni wa ulimwengu kwa sababu ya mambo ya kukosesha. Hayana budi kuja, mambo ya kukosesha yatakuja tu, ni lazima yaje. Lakini ole wake asababishaye mambo ya kukosesha. Kwa ole inaanza kwako wewe ambaye umekosesha, unaumia, unateseka sana, ndio amekukosea wewe. Unalala ndani uko peke yako, una mawazo, unaanza kuumwa pressure, unaanza kujifungia ndani, wanakupeleka hospitali, unaumwa nini, uliumizwa. Lakini kama ungeachilia, unapata mambo mawili kwenye kuachilia, kwenye kusamehe na kuachilia. Unapata mambo mawili. Jambo la kwanza, unapona wewe kwenye kuachilia, kusamehe na kuachilia. Jambo la kwanza, unapona wewe. Lakini jambo la pili, unaipisha ghadhabu ya Mungu kuwaendea wale, mpaka na wao watakapotubu kwa Mungu, wakamlingana na Mungu. Ninyi wote mmekuwa watu wazuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa asala hiyo ya pili, kwamba vita aishi. Kwenye kitabu kile cha Wagalatia sura ya 6. Ngoja nisome hapo kwenye kitabu cha Wagalatia kidogo. Sura yake ya 6 na mstari wa 7. Andiko hili wengi tunalifahamu. Biblia inasema hivi: msidanganyike, Mungu hadhihakiwi, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachofanyaje? Atakachovuna. Kile unachopanda ndicho ambacho wewe utakachovuna. Kama unapanda, yani kama wewe umekuwa ni vita, wanasema watu nginja yani. Kama umeamua iwe nginja, basi maisha yako yatakuwa ya hivyo. Utavuna mambo hayo. Ugomvi hautaisha, kwa sababu yale unayoyapanda, ukienda leo kulipa kisasi, na yule naye anakuja kulipa kisasi, kesho tena unalipa. Vita haiishi. Mwachie Mungu amalize mambo yako. Mruhusu Mungu amalize mambo yako. Mkaribishe Mungu kwenye maisha yako, amalize mambo yako. Ninajua pengine unanisikiliza, unasema mchungaji, kusamehe ni kazi sana, haujui nilivyoumizwa. Mimi naelewa mambo ya maumivu, najua watu wanavyoumia. Mruhusu Mungu kwenye maisha yako. Acha kuwa na moyo mgumu. Kama unamwamini Mungu, tegemee Mungu. Amini Mungu atabadilisha huzuni ulionayo, siku moja itakuja kuwa furaha. Amini hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Mithali. Mithali anazungumza vizuri sana.
kwenye hiki kitabu cha Mithali sura ya 17 na mstari wa 13. Anazungumza vizuri sana Mithali hapa. Anasema hivi: yeye arudishaye mabaya badala ya mema, mabaya hayataondoka nyumbani mwake. Ndio vita haitakoma, vita waga inaendelea. Yaani kama utakuwa ni mtu wa kulipa kisasi, vita haiishi. Lakini ukitaka vita iishe, ruhusu Mungu aingilie kati juu ya masuala yoyote yanayokuumiza kwenye maisha yako. Nimekwambia utapata mambo mawili unapomruhusu Mungu kuingilia kati juu ya mambo yanayokusumbua. Unapata faida mbili, kwa sababu watu wengi walioumizwa. Ngoja nikwambie mpendo, yani kikawaida mimi naweza nikawa nimekukosea wewe, alafu wakati mwingine nakukosea mimi sina habari kama nimekukosea. Kwa naendelea na maisha yangu huko vizuri, lakini wewe kumbe umeumia, umejifungia ndani, unalia. Kadri unavyozidi kuumia ndani, kujifungia ndani, kuna matatizo mbalimbali utayapata. Yaani utaanza kuathirika kwa sababu ya maumivu ambaye yule ambaye amekukosea, ambaye ndio mwenye makosa sasa, yuko anaendelea na maisha. Alafu wewe unalia. Athara utakaoipata, utaanza kuumwa macho. Kwa sababu kilia sana, Biblia inazungumza kwa habari macho yangu yamedhoofu kwa sababu ya kububujika machozi. Kwa kadri machozi yanavyotoka kwenye macho yako, macho yanaanza kudhoofu. Naona hayo ni matatizo ambayo yanatokana na kutokuachilia, kutokusamehe. Kwa kusamehe, hatusamehi kwa ajili ya faida ya tunayemsamehe. Tunasamehe kwa ajili ya faida ya sisi, tupone sisi, tusiwe na maumivu ndani sisi, tusiwe na majeraha sisi. Jifunze kusamehe. Ni dawa nzuri ya maisha yako. Kila siku utajikuta umekuwa ni mtu wa furaha, kwa sababu yale yaliyokuja utawashikilia sasa wangapi? Tuseme utawashikilia wangapi sasa? Kwa sababu leo wanakukosea hawa, kesho wanakukosea mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye dunia tunayoishi sasa hivi, makwazo ni mengi. Wangapi utawashikilia? Mwisho unakuja kudondoka njiani ghafla kwa sababu moyo umeshajaa mambo mengi. Pressure umo, macho yanauma. Biblia inazungumza pia kwa habari ya mafuta yanakauka. Yaani ngozi inasinyaa kwa sababu gani? Kwa sababu muda wote wewe ni mtu wa huzuni. Mafuta kwenye mifupa humu yanaondoka. Unakuta mtu umekauka. Hata ukipaka mafuta ya kawaida hayakubali, kwa sababu moyo umejaa simanzi. Wewe muda wote ni wa kujikunja, umeumizwa. Jifunze kuachilia. Ipishe ghadhabu ya Mungu. Mungu ni mwaminifu. Yaani Mungu ni mwaminifu. Ukimpa Mungu nafasi, ukawakabidhi au maadui zako, ukawakabidhi kwa Mungu, Mungu ni mwaminifu, atalipa. Biblia inasema yeye arudishaye ubaya kwa ubaya, badala ya kulipa wema analipa ubaya. Biblia inasema ubaya hautaondoka nyumbani mwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sasa kwa kadiri unapotumia nguvu za kwako, ndio hicho ambacho nimesema kwamba lazima ushinde. Kwa sababu tabia mojawapo ya Yesu tunayemhubiri, tabia yake mojawapo ni kusamehe. Haijalishi mtu amefanya jambo gani, tabia ya Yesu ni kusamehe, ambao sisi tunatakiwa kuibeba tabia hiyo ya kusamehe. Usiseme mimi nimeumizwa. Wewe unajua, wewe hujui. Sisi wengine tumeumizwa sana. Unaponiona hapa, nilipewa ujauzito akaukataa, mtoto amekuwa anamtaka. Hayo ndio mambo magumu ambayo wewe unatakiwa kuachilia. Ukiyabeba mambo kwa muda mrefu, ukiyashikilia mambo kwa muda mrefu, ni matatizo juu ya maisha yako.
ni mzigo. Tunaposema Yesu amekuja kututoa mizigo, ni pamoja na hii. Yako mambo yanawasibu watu kwenye nyumba hizi watu wanaishi. Yako mambo watu wameyabeba humu kwenye nyumba zao. Kuna mambo mengi sana humu maofisini, kuna mambo mengi sana. Watu wanatembea, unaweza kuona wanatabasamu, lakini ndani ya mioyo wamebeba mambo mengi. Sasa mizigo ambayo umebeba kwa ajili ya watu wengine itakumaliza. Faida utakaoipata kwa kusamehe ni wewe kuwa huru ndani ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Naendelea na asala nyingine ya tatu. Asala ya kulipa kisasi ya tatu ni kwamba unamzuia Mungu kukupigania. Yaani eti unapojaribu kwamba unaenda kulipa kisasi, unaweka uzio Mungu asije. Mungu kaa pembeni, niwashughulikie mwenyewe. We Mungu utawaonea huruma, kaa pembeni niwashughulikie mwenyewe. Utashindwa vita. Vita yote unayopigana pasipo Mungu utashindwa vita hiyo. Kwa hiyo ni hasara. Kitendo cha kumzuia Mungu asije kupigana juu ya maisha yako. Kitendo cha kuamua mimi naenda mwenyewe, Mungu anachelewa, utamzuia Mungu kukupigania. Akati mtu yoyote anayemwamini Mungu, maisha yake ni maisha ya kumtegemea Mungu kwenye kila jambo. Uwezi kuwa unasema unamwamini Mungu kwa kumwabudu au muamini Mungu atakushindia vitu unazozipitia. Ipishe ghadhabu ya Mungu. Wapenzi, ipisheni ghadhabu ya Mungu. Msijilipize kisasi, ipisheni ghadhabu ya Mungu. Kuipisha, hilo neno kupisha maana yake wewe kaa pembeni. Muache Mungu afanyeje? Afanye kazi yake. Kaa pembeni, muache Mungu ashughulike na hao waliokusumbua. Na hiyo kukaa pembeni haimaanishi unakaa tu pembeni. Maana yake wewe utaendelea kumuomba Mungu juu ya yale mambo yanayokusibu. Sasa watu hawaombi, wanakimbilia kwenda kujilipiza kisasi. Unakuta wanashindana kwa maneno, wanalipuana mdomoni. Sasa hivi na wewe mtu akiumia kidogo anaweka kwenye status nyimbo ambazo hazieleweki. Sasa zile sio jumbe, ni maumivu umeyaweka mule. Na unapoweka kwenye status unautangazia ulimwengu namna ulivyoumia. Umeshashindwa vita. Umegombana na shemeji yako nyumbani, umegombana na mume wako nyumbani, tayari kwenye status unaweka nyimbo za huzuni. Kule ni kushindwa vita. Ndio umeamua kujipigania. Badala uingie kwenye maombi sasa, unatafuta simu, unaweka nyimbo ya huzuni. Unaandika na maandishi pale, Mungu atatupigania tu. Atakupigania kwa namna gani wakati umeamua kupigana? Kwa mara nyingi watu unakuta tunakimbilia kwenye simu, kwenye status, kwenye Facebook, kwenye nini, unaeleza matatizo unayoyapitia kwenye familia yako. Unaeleza shida unazozipitia. Mungu, ungeniona huku niliko, ungenikumbuka na mimi. Hizo ni kama taarabu tu. Haviwezi kukusaidia kwenye maisha ya ulimwengu wa roho. Dawa ni kusamehe na kuachilia. Alafu mkabidhi Mungu na umpe muda. Yaani mkabidhi Mungu mambo yako na umpe muda, usio na haraka. Unakuja kuchungulia asubuhi Mungu amefanya. Sio hivyo. Ukishamkabidhi Mungu, faili hilo umelichukua, hilo faili lako umelipeleka kwa Mungu. Wewe subiri, Mungu atajibu kwa wakati wake. Ipishe ghadhabu ya Mungu. Mungu akubariki popote unaponifuatilia, na ninaamini kupitia vipindi hivi kuna mahali unavuka. Kuna mahali unakwenda kufanikiwa. Ninakuahidi kama utakuwa unafuatilia haya ninayozungumza, kwa kweli najua mimi kwamba watu wengi tunapitia vita nyingi. Watu wengi wana maumivu, hawasemi, hawana pa kuongelea. Leo hii ndugu yangu, kuna watu wana matatizo. Wapo watu wanapigwa. Ni wanaume wanapigwa kwenye ndoa zao. Anamwambia nani? Huyu ni baba, yuko kwenye ndoa, anatandikwa na anamwambia nani? Anaenda kushtaki kwenye kituo cha polisi.
hawezi kwenda kushtaki kwenye kituo cha polisi. Anasema mimi ni mwanaume, sasa nivumilie hivyo hivyo. Lakini anarudi nyumbani anatwanga. Sasa mambo kama hayo, kwanza unakuwa na moyo wa kuachilia. Pili, unamkabidhi Mungu. Tatu, unampa Mungu muda. Utakapompa Mungu muda, atatengeneza. Atamtengeneza huyo mtu, atambue nafasi yake, ili wewe ukae kwenye nafasi yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kama utakuwa unanifuatilia vizuri na uko tayari kuyashika haya ambayo mimi niko nayazungumza hapa kwa neema ambayo nimepewa na Mungu aliye juu, ninaamini kuna mahali na kuvusha kupitia kipindi hiki. Kuna mahali Mungu anakuvusha kupitia kipindi hiki. Mungu akubariki sana wewe ambaye unatufuatilia kwenye mitandao ya kijamii. Ninaitwa Bishop Francis Mwaifuge, ni kiongozi mkuu wa madhabahu ya Sauti ya Ukombozi kwa watu wote. Nitakuwa napatikana hapa kwenye vipindi kila wiki mara 2, utakuwa unanisikiliza. Popote ulipo, uko Dar es Salaam, uko popote, uko Mwanza, uko Singida, uko Marekani, uko popote, niko tayari kuzungumza na wewe. Utakuwa unanipata kupitia studio hii na kupitia akaunti za Sauti ya Ukombozi kwa watu wote. Mungu awabariki sana. Naomba niombe kwa ajili yako ambayo ulikuwa na muda wa kunisikiliza tangu nimeanza mpaka unamaliza. Wapo watu ambao wanaanza kucomment mapema nisikiliza, lakini jifunze kuwa mvumilivu. Tumia muda kusikiliza. Mwanzo unaweza usielewe, ukafika katikati ukaelewa. Usiwe na haraka sana kwa kwanza comment, na wakati mwingine comment vitu havieleweki. Sikiliza kwanza ujumbe, uelewe tuko na maanisha nini tunavyozungumza, kisha baadaye ndipo weka ujumbe wako. Mungu akubariki sana kila mtu unayetufuatilia, tunayekufikia mahali popote ulipo. Naomba niombe kwa ajili yako. Neema ya Mungu aliye hai, tunakushukuru Mungu kwa ajili ya kipindi hiki. Tunaamini ulikuwa unazungumza na watu kupitia madhabahu hii ambapo Mungu tumesimama wakati huu. Tunaamini ziko baraka ambazo zinakwenda kuwafikia watu kupitia vipindi hivi. Katika jina la Yesu Kristo tuko hapa Bwana, tuwafundishe watu kwa habari ya tabia ambazo ulikuwa nazo wewe, ambazo wanapaswa watu kuwa nazo. Ninakubariki kwa ajili ya mtu huyu, maumivu yoyote ambayo amekuwa anakipitia, shida yoyote alikuwa anapitia, matatizo alikuwa anapitia, ninakusihi Roho Mtakatifu kupitia ujumbe huu, Mungu wa mbinguni, kwa jina la Yesu Kristo, umpe kupona vidonda vya moyo, umpe kupona majeraha ya moyo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Makwazo, maumivu, vidonda vyovyote vipo ndani ya mtu yote alikuwa ananisikiliza saa hii, Mungu ninakusihi katika jina la Yesu Kristo unaweza kuuponya moyo huo ukauamsha tena katika jina la Yesu Kristo, na kutukuza Mfalme. Ninalibariki jina lako kwa damu ya Yesu aliye hai. Amen.